Unended stories za Faisal Salum Abdallah zinaendelea tena, ikiwa vyanzo mbalimbali vinaendelea kutambua uhitaji wa Young Africans kwa Faisal, vikienda mbali zaidi vikieleza nia ya Young Africans kumhitaji Faisal Salum katika dirisha hili kubwa la usajili kuelekea msimu ujao. Faisal, in reality, timu nyingi za Afrika zinatamani kuwa na mchezaji wa kaliba yake, ingawaje Azam wamekuwa wakiweka ngumu kweli kweli kumruhusu Faisal kuondoka. Of course ni mchezaji ambaye wamempambania sana mpaka hapa alipofika. Inaelezwa akiwa ndio mchezaji ghali zaidi kwenye ligi yetu ya Tanzania bara ya NBC. Faisal alipita Young Africans. Tetesi zinaeleza Young Africans wataka kumrudisha tena Faisal Salum Abdallah. Fei Toto, kwa haraka haraka, unaweza ukavuta picha au unatengeneza picha gani kwa Faisal endapo atarudi ndani ya kikosi cha Young Africans? Kwanza, Faisal kutoka Azam kwenda Yanga ni business ambayo inawezekana ikafanikiwa, ingawaje na ugumu kidogo. Faisal anahitajika na klabu nyingi sana za nje ya Tanzania, hapa Afrika na nje ya mipaka ya Afrika, klabu nyingi, sababu Faisal performance yake watu wanaifuatilia, wanamuona, wanajua kwamba ndio top player katika ligi yetu hii. Ni nyota ambaye ana mahadhi ya kuwa MVP, yani anastahili kuwa MVP wa ligi 2025 2026, ligi kuu ya NBC, kwa kile alichokifanya akiwa na Azam FC, kuipeleka nafasi ya 3, akikata ticket ya kushiriki michuano ya kimataifa, lakini kucheza fainali ya kombe la FA CRDB. Kama haitoshi, mwenyewe na goals involvement, nusu ya mabao ya Azam amehusika Faisal Salum Abdallah Fei Toto. What a player. Young Africans, faida ambayo wako nayo ni kwamba mchezaji alitokea kwenye klabu yao. Faida nyingine ambayo wako nayo ni timu ya Tanzania ambayo inajua hila na fitna za namna ya kumpata mchezaji ambaye anacheza hapa ndani, hususan hawa wachezaji wa kizawa. Kwa hiyo kwa Faisal kwenda Young Africans sio deal ambayo itashtusha watu wengi. Of course itashtusha tu kwa sababu ya uhodari wa Faisal, kwa maana ya Young Africans wamepata mchezaji hatari sana, lakini haitostusha kuona Fei akienda Young Africans. Sasa kabla kuangalia uwezekano wa Faisal kwenda au kutokwenda, tuangalie Faisal ndani ya Young Africans. Young Africans imejitosheleza safu ya kiungo wa ushambuliaji, wanao wachezaji wengi bora na wameongeza tena material kwenye kikosi chao. Tena ni nyota ambao wana wigo mpana, kwa sababu kuna mseto wa wachezaji pale ndani. Kwa haraka haraka tu, Faisal, wala hakuna ulazima wa kuwa na Faisal katika kikosi cha Young Africans, and still Young Africans bado wana timu bora. Bila ya uwepo wa Faisal bado timu yao ni kali sana. Lakini unaweza kaelewa pia Yanga kwa nini wanamhitaji Faisal, kwa sababu Faisal lazima tukubaliane, either unataka au hutaki. Kama kuna mtu atakubali au atakataa, Faisal ni top player katika ligi yetu, ni top player, ni mchezaji wa moto kwelikweli, ni mchezaji wa maana. Binafsi nilishawahi kukuta mjadala sehemu, watu wakiniambia wakiniambia, bwana wewe unamsifia sana Faisal. Nakumbuka kuna kipindi alikuwa akipata mpira hivi au akifanya moment fulani, waga alikuwa anasema kwenye matangazo, pesa pesa pesa. Watu wakawa wanasema, bwana wewe unamsifia sana Faisal. Of course sio kwa bahati mbaya. Faisal unajua sisi wanahabari wa Tanzania, hata mashabiki pia, watu wanasifia sana wachezaji wa kigeni sana, yani too much. Wachezaji wa kigeni wanasifiwa. Faisal, lazima tukubaliane kwamba Faisal ndo hayo material, yani hawa wachezaji wa kigeni ambao tunaona bora sana, Faisal anafanana nao level.
na wengi amewazidi. Inawezekana sasa hivi tunapozungumza ikawa yeye ndo top zaidi ya wote, inawezekana hilo. Kwa nini huyu astahili sifa ambazo tunawapa hawa wengine, sifa tunazompa Pacome, tunazompa Chama, tunazompa Alan Okello, tulizompa Stefan Kiazizi, tulizompa Fiston Mayele, tulizompa Medi Kagere? Kwa nini Faisal asistahili? That's why mi binafsi huwaga najaribu kuonesha kwamba hiki ni kitu chetu, hii ni bidhaa yetu kama taifa, kwa hiyo anastahili na yeye kusifiwa. So kwangu mimi ni one of the best players ambao tuko nao katika ardhi yetu hii ya Tanzania. Sasa Faisal ndani ya Young Africans kitu ambacho nawaelewa ni kwamba naamini Young Africans hawataki kuchekesha na wanataka kuendelea kumaintain. Unajua kuchukua ubingwa mara 5 back to back, mara 5 sio kitu kidogo, lakini sio mara ya kwanza. Tayari hata watani zao Simba alishawahi kufanya, wao wenyewe Young Africans huko nyuma alishawahi kufanya. Wanatafuta rekodi nyingine, kuchukua ubingwa mara 6, pengine wachukue mara 7 hivyo. Yani naona hiyo picha. That's why kuna wachezaji ambao wamesajili ni high profiles. Tumemzungumzia Peter Shalulile, tumezungumzia wachezaji wengine mbalimbali, lakini this time around tunamsikia Faisal naye anahusishwa ndani ya Young Africans. Sasa just imagine lile boost ambalo Young Africans wako nalo pale, unamuongeza na Faisal. We tengeza tu hiyo picha, unaona nini hapo mbele yako? Yaani unaiona Young Africans ya aina gani? Simaanishi kwamba haiwezi kufungwa, simaanishi kwamba haiwezi kukosa ubingwa, ila wanakwenda kuitengeneza Young Africans threat, tishio kweli kweli. Itategemea pia na performance ya kocha. Unajua tunaongea haya yote kuhusu qualities of players. You can have a lot of players, lakini technical staff maybe ka disappoint na vitu vya namna hiyo, but kocha wao ni bora, ni mzuri of course. Kwa huko alikopita tulishia kumzungumzia pia katika session mbalimbali hapa. So kuwa na Faisal kikosini manake anazidi ku add values, anazidi ku add qualities kwenye kikosi. Young Africans ndani ya domestic league ni kama hakuna wanachodaiwa, ni all the time champions, wamechukua ubingwa mara nyingi zaidi kuliko timu yoyote. Hii domestic leagues cups za ndani wamefanya sana, wamechukua sana tena kwenye miaka hii 5 yao hii, wamefanya sana. Nadhani picha kubwa ambayo naiona Young Africans is a time to expand, muda wa kukonka Africa, muda wa kwenda kupambana Africa na kuonesha makali yao. Sasa unakwendaje kupambana Africa? Ili uende kupambana Africa na kuchallenge vizuri, inabidi uwe na qualities kikosini, uwe na nyota wa kuweza kuipambania hiyo nembo ya klabu yako. Sasa hao nyota ndio hizo caliber za kina Faisal. So naamini Azam mwenyewe yupo kwenye project hiyo hiyo, Azam mwenyewe anakwenda kimataifa, na naamini hawatakuwa tayari kumwachia Faisal. Hiyo ni imani yangu, hawatakuwa tayari kumwachia Faisal, lakini hizo ni imani zinabakia kwetu. Football is a business, chochote kinaweza kikatokea. Ikitokea Young Africans wamenasa saini ya Faisal, maana yake kuna picha fulani hivi ambayo unajaribu kuifikiria lakini huipati. Hiyo nasubiri tu muda utakavyoenda mambo yatakuwa vipi kwa hiko ambacho watakuwa nacho, hiyo composition ya kikosi chao Young Africans. Sijui mambo yatakuwa vipi. Faisal ni nyota ambaye timu nyingi zimepambana kumpata lakini hazikufanikiwa. Libya huko wachezaji wengi sasa hivi wanakimbilia Libya. Libya kuna fedha nyingi sana. Wa Libya walishaenda kwa Azam pale wakapeleka fedha nyingi sana, lakini Faisal hakutoka. Kaizer Chiefs ya South Africa wale approach deal ya Faisal, Azam akasema hapana. Simba ya Tanzania ime approach deal ya Faisal, Azam bado ameweka ugumu. Young Africans anarudi tena kwenye deal ya Faisal, hatujui mambo yatakuwa vipi, lakini tukumbuke kwamba kila mchezaji na price tag ya kutoka. Yani kwenye ile mikataba kunakuwa na release clause kwamba toa kiasi fulani ili mchezaji awe released. Anaweza kuvunja mkataba maybe na akaondoka. So hizo clause zipo, lakini ni expensive. So kama Young Africans they can manage kuliona hilo na kutoa hiyo fedha, basi mambo yanaweza kaenda vizuri kwa upande wao. So hiyo ndo picha ambayo naiona. Ukiniangalia vizuri kwa kinachokiongea, kuna picha ambayo siipati. Lakini naamini hizi taarifa za tetesi za usajili ni nyingi
Faisal almost kila dirisha tangu ameingia Azam, hakuna dirisha limepita hajahusishwa na klabu mbalimbali, but Young Africans wana GSM Ghalib Said Mohamed. GSM ni tycoon, ana fedha nyingi of course. Azam pia tycoon wao naye ana hela nyingi sana, Said Salim Bakhresa, lakini vinaangalia vipaumbele. Vipaumbele viko vipi? Mambo yako vipi? Faisal alipita Young Africans, huenda ikawa rahisi kwao hiyo kuitumia kama advantage ya kumrudisha. Ni mtu ambaye aliondoka Young Africans kwa namna ambavyo aliondoka kutokana na maslahi, lakini huenda akarudi tena ndani ya Young Africans. So tunasubiri muda utakavyoamua, tutarudi tena katika jukwaa hili hili kuangalia hii deal imeenda vipi, na kama ataingia ndani ya Young Africans tutaangalia pale Young Africans kitu gani ambacho kinakwenda kutokea. Hilo ndo kubwa zaidi, na nalifunga kwa namna hiyo. Usisahau kusubscribe, lakini uniambie kwa unavyoona Young Africans na qualities ambazo wako nazo. If there need to have Faisal also, kuna haja ya kumwongeza na Faisal kwenye kikosi cha Young Africans? Niandike comment yako kwenye comment section, bila kusahau kusubscribe Mzinga Sports.